Mkuu sijui uko wapi? Nipo hapa nakuona. Vipi, umefanikisha? Mkuu, si uliniambia kule peupe tu. Wewe umeenda nyumba gani? Mimi nimeenda ile nyumba unielekeza. Tatizo lako unaitwa mchawi mgeni, afu uelewe mambo ya nani? Nimekuelekeza vizuri. Mkuu, mimi nawashwa. Nawashwa? Joni Bukune. Yamekuwa hayo tena. Wewe ni mchawi mgeni na ulisema unaweza. Vipi? Mkuu, nawashwa. Mnaenda kajaribu tena. Mshawi. Niwaita hapa. Nataka niwape kazi. Mchawi mgeni. Nimemtuma Bonyokwa. Ha? Bonyokwa? Nyinyi tawatuma Tandale hapo. Mkuu. Katika ile nyumba yangu kule. Wale vijana ni weupe. Maana wanijui sana, wananidharau sana. Wanaona kama mimi ni mtoto mwenzao. Usijali mkuu. Hilo swala tutaenda kulimaliza mara moja. Nitawaonyesha sehemu alipo. Vumbi la usiku, ngoma zinalia pole, miti inatetema. Mchawi mgeni ametoka mbali, kijiji cha jirani kapita porini, mfuko mkononi, nywele zimefungwa, machale machale, kanyata kimya.
mshawi, mshawi. Mshawi mgeni katoka kijiji cha Marela, kahamia Dhianzi, anaonekana kashuka. Stendi ya bajaji anapita uchochoroni, anakutana na vijana wamekaa kijiweni. Ndipo kijana mmoja hapo anamtambua kwa kumuangalia usoni, na natisha alijua kuwa ni mchawi. Mchawi mgeni, ni mchawi mgeni, ni mchawi mgeni. Mchawi, ni mchawi mgeni, ni mchawi mgeni. Asante. Sisi tumekuja mtaalamu. Tuna matatizo makubwa sana. Sawa sawa. Yaani pale tunapolala kila siku ni vituko. Sawa sawa. Yaani tukasema sasa uje kutuangalizia ni shida ni nini. Sasa nikasema nije na ndugu yangu hapa. Tusaidie. Tuangalie shida ni nini pale. Basi sawa, haina shida. Hapa mmefika kwa mganga Maimuna. Sawa Wa kutoka huko Butiama. Yaani sisi watu kama hao ndo tunawapenda sana. Miwara ya moto, vumbi la usiku, ngoma zinalia pole, miti inatetema. Pole sana. Poleni sana. Asante. Shida kubwa pale, kuna mwanamke ndiye ambaye anayefanya hayo mambo. Ndiye huyo anayekuja anakusababishieni mnashindwa kulala ndani, na huyo ndiyo mchawi mkubwa. Utatusaidiaje sasa? Kama yeye ni mtoto wa kike anatawala hiki kijiji, hapa amefika. Sawa. Sawa sawa. Sawa baba. Sawa, ina shida. Haya. Kuna lingine? Ni hilo tu. Ni hilo tu? Miruara ya moto, vumbi la usiku, ngoma zinalia pole, miti inatetema. Mchawi mgeni ametoka mbali, kijiji cha jirani, kapita porini, mfuko mkononi, nywele zimefungwa, machale machale, kanyata kimya. Sisi nasikia Adamu. Sawa? Sawa sawa. Sisi nasikia Adamu. Sisi najua sisi nafanyaje Adamu. Sawa? Nyinyi nageti kama watoto ya Adamu. Sawa? Sawa sawa. Nageti kama watoto ya Adamu. Sawa? Sawa sawa. Naelewa? Sasa sisi nasemaje? Kama inawezekana ya Adamu, sisi nakuja na huko na Adamu. Najua sisi nafanyaje ya Adamu. Sawa? Sawa sawa. Huyo mwanamke tutamteketeza. Mimi ndio mganga kutoka kwetu huko Butiama. Hakuna kitachoshika kwa Mungu. Sawa sawa. Haya, sisi nasafiri.
Sawa sawa. Mchawi mgeni ametoka mbali, kijiji cha jirani kapita porini, mfuko mkononi, nywele zimefungwa, machale machale, kanyata kimya. Walichokisema kwamba inabidi wewe uje tunapokaa. Sawa sawa. Kwa hiyo ina maana huyu mchawi mgeni anakuja kujifunzia kwetu. Mchawi unafikiri atajifunzia wapi? Kwa hiyo hamna sehemu nyingine yote ya kujifunzia mpaka kwetu sisi. Ni kwenu ndio alipopaona pa kujifunzia. Basi tunaomba tusaidie. Chukua hivi. Sawa? Hiki kimoja kachomeke pembe hii ndani, na hiki chengine kachomeke pembe hii ndani. Sawa? Hiki kimoja utaenda kukimalizia mlangoni. Shanielewa eh? Nyumba hiyo moja. Itabidi na wewe hiki hii miwili nenda kamalizie hii pembe nyingine. Sawa. Shanielewa eh? Mchawi Mchawi mgeni katoka kijiji cha Marela, kahamia Dhianzi, anaonekana kashuka stendi ya bajaji, anapita uchochoroni, anakutana na vijana wamekaa kijiweni. Ipo kijana Ni fresh tu. Vipi wako? Fresh tu. Vipi peka yako alifanikisha? Blaza, kuhusu ule mpango bado hajawafanyia kazi, ila naamini kama angefanya kazi atakwambia. Maana mimi mpaka leo hajanicheki wala nini. Kama akifanikiwa atakupanga. Au si? Sema sasa ndugu yangu. Sema unajua nini mzee? Yaani sasa hivi katika mtaa wetu, hichi kijiji chetu, uchawi umekuwa mwingi sana. Kwa nini? Yaani kwa sababu huwezi amini huko mtaani, yaani nasikia watu wanaongea bwana, ukipita sijui wapi, maana unakutana na mchawi, yaani saa 7 mchana jua kali, mchawi anakutokea mbele hivi. Wewe tena umeamini kuhusu hilo? Sasa nitafanyaje? Mbona mwanzo ulisema kwa uamini ushirikina? Bora tu kadiri na mchungaji. Ndio hivyo, itabidi tutuamini. Itabidi tuamini. Ila mimi siku akijichanganya tu mchawi yoyote kaingia getoni kwangu, mzee, mimi namaliza kabisa. Yaani na huyu mchawi huyu unaonekana nitakuwa ni mchawi mgeni. Wewe subiri ajichanganya aingie. Mdoza kwa macho. Wanafikiri muda wote mimi nishapiga vitu vyangu, nishatulia pale. Kile nikitafuta usingizi auji. Uongo. Sasa unajua hapa, yani kama angepatikana kama ulivyosema siku ile, apatikane mganga ambaye ni mzuri, akatibu kijiji kizima. Yaani huu mtaa wote. Sasa mtaa wote utaweza? Wewe mwache hiyo vitu vitakudanganya hiyo. Wewe mwache siku ajichanganye. Sasa unaingia mwenyewe kwenye simu. Mshikaji hapa kaenda wapi na umetokea wapi? Au umeelewa nao? Miruara ya moto, vumbi la usiku, ngoma zinalia pole, miti inatetema. Mchawi mgeni ametoka mbali, kijiji cha jirani kapita porini, mfuko mkononi, nywele zimefungwa, machale machale,
kanyata kimya. Mshawi, mshawi, Mambo poa. Hivi we mwenyeji maeneo haya? Yaani wewe kwa mtazamo wako ukinitazama unanionaje? Ni mwenyeji au ni mgeni? Nakuona kama mgeni hivi. Sasa mbona unauliza jibu? Na kisa kilichonifanya nikusimamishe, umenivutia sana jinsi ulivyo. Nimetokea kukupenda sana. Nahitaji tuwe kimahusiano. Unaitwa nani dadangu? Ina maana wewe unijui au? Kwa nini unasema hivyo? Ngoja nikukumbushe. Uende unajizima data. Mkuu alishasema mahusiano baina yetu sisi wenyewe kwa wenyewe hayaruhusiwi. Hilo mimi nalijua. Kwani wewe nani? Yaani ndio maana kila siku naambiwa uchawi wako ni mdogo. Mimi Zuena. Zuena? Ina maana Zuena ameingia kwenye mwili wa mtu? Nyo, umalaya tu. Leo Zuena ameniweza. Amenichezesha shele leo. Ashajiona sasa hivi anajua. Sasa ngoja na mimi niende kwa mkuu nikamwombe chango afu nimchezeshe. Miruara ya moto, vumbi la usiku. Unakimbia nini huko? Brother. Huku jao. Huku jao brother, usiende huku jao kabisa ni. Shaanza sasa. Au umekimbia muha huko? Nilikuwa tumekaa pale kijiweni na nani ule pale ule mrefu hivi mweusi ule. Yaani pale tulivyokaa kijiweni, yaani tulikuwa tunapiga tu story dakika mbili nageuka hivi narudi hivi. Mshikaji simkuti. Lakini nakuja kuangalia mbele namkuta kuna mdada akasimama mbele yangu pale. Ikabidi mimi nisimame nimsogelee, namuuliza bwana wewe nani? Na umetoka wapi na mbona mshikaji wangu pembeni hayupo? Mdada kabunda tu kimya ananiangalia, ongea wala nini? Dakika mbili akutoa mdada anaanza kunifanyia nini hivi hapa. Hivi nimesimama. Kuzunguka? Ndio, akaanza kunizunguka. Kuzunguka? Yaani kazunguka tu hivi hajanizunguka mimi hapa, kazunguka tu. Hajakuzunguka wewe? Ndio basi siji mgumu kuelewa. Mimi hapa nilikuwa nimesimama hivi, sawa? Yeye akaa anapita hivi, kapita mbele, kapita nyuma, kapita mbele, kapita nyuma hivi. Mimi namwangalia tu muda huo. Nimesimama tu namcheki. Sasa dakika mbili nimesimama hivi natulia, kaja kusimama mbele yangu hapa. Ila kuwa makini unajua. Mimi hapa sasa hivi mji wetu wote ushaharibika. Sasa hivi mimi niko makini. Unajua kwanza kanikimbiza. Kanikimbiza huko kote huko. Yaani hata sikumbuki sijui kama shati yangu sijui niliacha kule, sijui sijavaa hata sijui hapa nilipo. Lakini wewe kama unaenda huko blaza, utajikanyana. Bora hata usiende mimi nakushauri. Sasa huko unaenda wapi? Mimi naenda maskani. Wapi? Pale kijiweni. Mfenesini? Haba sawa. Hilo usiombe uende pale katika mchanga pale katika mfenesi unaenda sisi. Au utakutana nacho. Tena mimi naona bora hata niondoke, nisikae hapa. Nenda zangu nyumbani kutulia. Maana hicho kutana nacho huko. Mungu mwenyewe anajua. Nimeamini kweli wachai wapo mpaka saa 7 mchana. Awende hata nyumbani? Nenda. Miruara ya moto, vumbi la usiku, ngoma zinalia pole, miti inatetema. Mchawi mgeni ametoka mbali, kijiji cha jirani kapita porini, mfuko mkononi, nywele zimefungwa, machale kanyata kimya, anakaribishwa duara la wachawi, miti mirefu, mashahidi wa siri, anapewa dawa, anavutwa moshi, anasikia vicheko ndani ya kivuli. Mchawi mgeni